kinachokufanya uendelee kubarikiwa, kufanikiwa, kustawi ni Mungu. Anasifiwe. Umeona kwa jinsi ya kawaida duniani huko vile ambavyo tunazaliwa, baba ndo anawaza mwanangu atakula nini? Sawa? Atavaa nini? Ataendaje shule? Mwanangu ataenda kusoma wapi? Sawa? Wazazi si ndo wanashughulika na mtoto. Tunapozaliwa sasa katika ufalme wa Mungu, Mungu anashughulika na maisha yetu. Mungu anashughulika na maisha yako. Unapotembea njiani, Mungu yuko pamoja na wewe. Unapoenda shule, Mungu yuko pamoja na wewe. Unapolala usiku, Mungu yuko pamoja na wewe. Chochote unachokifanya, Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa nini? Yeye ndio chanzo na ndiye mwendelezaji. Kwa hakupi tu nafasi ya kwenda shule kusoma, anakupa na nafasi ya kufaulu shule. Hakupi tu nafasi ya kuishi, anakupa na uhai na uzima ili uendelee kuishi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Hiyo inaleta tafsiri ya kuanza kujifunza kwamba kumbe tunapookoka sisi tunakuwa watu wa pekee. Sawa? Tunaposema tumempa Mungu maisha yetu, Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, maana yake sasa hivi sisi tumekuwa watu wa pekee. Tuna upekee fulani tunao. Kwa jinsi ya kawaida wakituona wanaona tunafanana na watu wa Hawaii. Wanaona tunafanana na watu wa Tanzania. Wanaona tunafanana na watu wa Mbeya, lakini katika ulimwengu wa roho, Jina la Bwana libarikiwe. Nisaidie kwenda kwenye waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 1. Tutaenda mpaka mstari wa 2. Tazameni ni pendo la namna gani aliyotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana